Kae. Samahani padri aliyetuongoza kwenye misa hii. Mimi nayesimama hapa ni Padre Bayo, ni meneja wa shule za Marian. Ninachanganyikiwa kidogo siku hizi na mabadiliko ndani ya kanisa iliyotuagiza tusichanganye mambo. Yamalizeni ya Mungu alafu muingie ya kwenu. Sasa tunaingia ya kwetu, ya Mungu tumemaliza kwa baraka za mwisho. Ninaomba niongee sasa kwa kuwa baada ya hapo sitaonekana. Na kwa kuwa sitaonekana nimalize niliyopenda kuyasema. Kwanza kabisa nawashukuru sana mapadri wenzangu wa shirika la Holy Ghost walioshiriki kutusindikiza katika ibada hii ya leo, katika sherehe hii. Nawashukuru kwa jinsi walivyotuunga mkono katika juhudi zetu za kazi hii kubwa tunayoifanya ya maendeleo ya elimu. Mheshimiwa mgeni rasmi, wewe ni kijana mdogo ambaye tunaona fahari kwa uwepo wako. Jina lako sijaikariri vizuri, utatambulishwa baadaye. Lakini najua umetumwa na meneja wa benki ya Mkombozi ambaye ni benki yetu ya kanisa Katoliki, na aliyekuwa mgeni rasmi pia kwenye sherehe za mahafali ya kidato cha 4 cha wasichana, shule ya wasichana ya Marian Girls wiki iliyopita. Na wiki hii mkapenda tena kuja kujiunga nasi, kutuunga mkono. Tunawashukuru sana benki ya Mkombozi kwa ushirikiano na utayari wenu kila wakati tulipowahitaji. Ndugu wazazi, bila kuwakosea katika nafasi zenu, naomba niwashukuru sana ninyi wazazi mliotuamini na kuleta vijana wenu kwetu kwa ajili ya kupata kile mlichokitegemea, ambayo ni elimu inayokidhi mahitaji yetu kwa wakati huu na kwa wakati ujao. Asanteni sana kwa kutuamini, na leo hii tunafurahi kuwa na vijana hawa 182 wanaohitimu kidato cha 4 katika shule yetu ya wavulana Kerege. Wanafunzi wa kidato cha 4 Marian Boys Kerege, kwa hakika mtakuwa na maswali mengi juu yangu, kwa nini huwa sionekani kabisa kule Kerege siku hizi, lakini labda mtapata majibu baada ya muda kidogo. Lakini leo nawapongeza na washukuru sana kwa jinsi mlivyotulia kwa miaka yote 4 na hatimaye tumeweza kufika siku hii muhimu, na naamini tutakamilisha vizuri safari hii ya mitihani yenu itakayokamilika na kukamilisha safari yenu ya elimu kwa kidato cha 4. Sasa baada ya kusema shukrani hizo kwa wote mnaohusika, na kama kuna wengine nimewasahau mnisamehe, naomba niseme hivi. Mwaka 2008 tulikuwa tunajenga eneo hili hapa. Tunajenga hiyo hoteli na tulichukua mkopo benki kwa riski kubwa. Wakati ule kanisa letu halijaanza kujifungua wala shirika letu kwenye kuchukua mikopo benki. Kwa hiyo nilichukua riski na kwenda kuchukua mkopo benki kwa kibali cha wakubwa wangu, ili nijenge jengo hili ambalo mwanzoni ilikuwa ni hostel ya wasichana wa Marian. Halikuwa hoteli. Wazo ilikuwa kutengeneza hostel nzuri ya kuwapokea wanafunzi karibu 1000 kwa shule ya Marian Girls. Lakini baadaye mawazo yakabadilika njiani, tukasema basi itakuwa ni hostel ya biashara kwa kuwa iko ufukweni wa bahari. Tutaigeuza kuwa itakuwa hostel ya biashara.
Lakini ilipofika ghorofa ya kwanza wakaniambia kwa hostel ya biashara vyumba ni vidogo, kwa hiyo labda badilisha mwelekeo. Na hatimaye tukabadilisha mwelekeo, tukaipanua kidogo, tukaita hatimaye hoteli. Lakini pesa tuliyoweza kuokoa kutoka katika jengo hili, kwa kuwa kazi hii tulikuwa tunaifanya kwa mikono yetu sehemu kubwa, hela zote za leba karibu zilitoka kwetu, kwa sababu wasichana wale wa Marian walihusishwa katika kazi hii ya ujenzi wa jengo hili. Na hata walipopewa adhabu yao ilikuwa kuja kujenga hapa. Kwa hiyo jengo lile likaokoa hela. Na hela tuliyookoa tukaenda kujenga Marian Boys Kerege. Na kwa nini tulienda kujenga Marian Boys Kerege? Mwaka 2002 shule ya Marian Girls ilikuwa inafika kidato cha 6. Na wakati huu shule hiyo imeshaanza kuonyesha dalili zote za kuwa shule nzuri, bora. Na wakati huo tukaanza kuelemewa na maombi ya wale wanaotaka kujiunga na shule ya Marian. Wakati huo tunafikiria kufungua shule ya primary hapa Bagamoyo, kwa sababu wasichana wanaomaliza Marian Girls walikuwa na uwezo, waliokuwa wanamaliza primary, wasichana waliokuwa wanamaliza primary walikuwa na shule nyingi za kuchagua kwenda sekondari. Kulikuwa na shule wakati ule zinavuma za Kifungilo, Mazinde Juu na hatimaye St. Francis na baadaye Kanosa na kadhalika. Wavulana hawakuwa na shule za kutosha za kuchagua. Mwaka 2002 tukafikiria tuanzishe shule ya primary hapa Bagamoyo. Tukafungua shule ya primary hatimaye 2002. Lengo kubwa ilikuwa kuwapokea watoto wa Bagamoyo ambao wanashindwa ushindani wa kielimu, wa kiakili, kuingia shule yetu ya Marian Girls na shule zingine nzuri zilizopo hapa nchini. Kwa hiyo tukafungua shule ya primary 2002. Lakini ilipofika baadaye kwamba wasichana wana shule nyingi za kuchagua na wavulana hawana shule za kuchagua, wavulana wa shule yetu ya primary wakaanza kulalamika pamoja na wazazi wao, tujengee shule ya sekondari kwa wavulana. Na hatimaye 2008 kwa hela tuliyookoa kutoka hapa tukaweza kujenga majengo mawili kule Kerege yatakayoanzisha primary Kerege Boys. Tulipomaliza 2009 kujenga yale majengo mawili, tukawaita wazazi wa shule hiyo ya msingi waje wakaangalie majengo yale kama watakuwa radhi kuchukua risk ya kuleta watoto wao katika shule ile ambayo iko ndio inajengwa. Na wazazi wakachukua risk ya kuleta wanafunzi wao kwenye shule ambayo ndio inaanza kujengwa. Ndio mwanzo wa Kerege Boys. 2009 form 1 ikafunguliwa kwa njia ya wazazi hawa wachache waliokubali kuchukua risk ya kuleta watoto wao kule Kerege. Riski ni kitu kidogo sana kuitamka, lakini kitu kikubwa kweli kwa matendo. Nilikuwa naangalia clip moja juzi, wanasema the biggest risk you can take today in this very fast changing world is not to take a risk. Kwa hiyo riski kubwa utakayochukua katika dunia hii ya leo inayobadilika ghafla haraka mno ni kutochukua riski. Ukiogopa kuchukua riski, dunia itakuacha umeng'ara macho na dunia inakazana kwenda mbele. Kwa hiyo nikachukua riski ya kufungua ile shule, wazazi wakachukua riski kuleta watoto wao, na kilichotokea shule hizi mbili, Marian Girls, Marian Boys na Marian Primary, zikaanza kuunganisha nguvu na hatimaye ikaonekana ni shule za Marian
kuzihusisha kwa pamoja. Hatimaye shule zile zimekuwa. Marian Boys Kerege kwa hakika imetutia moyo sana, kwani tangu imeanza kutoa matokeo yake ya kidato cha 4 haijawahi kushuka. Imebaki katika nafasi ile ya juu kabisa. Wakati ule tunaita 10 bora, ilikuwa haijashuka katika shule 10 bora kwa miaka yote, lakini hata tulipoacha kutumia hiyo kipimo cha 10 bora, shule hii bado imeonyesha kwamba ni shule bora kwa kufaulisha wanafunzi wake wote katika ngazi ya juu kabisa. Kwa hiyo Marian Boys kwa hakika wanahitaji kupongezwa kwa jinsi walivyolinda heshima yao. Lakini naamini hawa watalinda heshima hiyo. Naamini watafaulu vizuri sana na kulinda heshima ya Marian Boys Kerege. Mwaka 2023 nilipoona kuna matatizo katika kazi yangu ya upadri, labda sijakamilisha vizuri sehemu fulani, mahali fulani nilipotaka kwenda, nikaona nitumie chombo hiki kinaitwa elimu kwenda kufungua njia ya kuingia hapo mlingotini nilikotaka kwenda. Kwa hiyo nikaenda kwa vijana waliokuwa pre-form 5 kule Kitopeni. Wakati mimi nahangaika kufika eneo kule mlingotini ya kujenga shule ya Mlingotini Boys ambayo ilianza 2023 kwa vijana 100 wa form 1 waliotoka Kerege, tuliowaomba kutoka Kerege waje wafungue shule mpya Mlingotini, na wakajitolea vijana 100 wakaja, tukafungua Mlingotini form 1 23. Mwezi wa 4 nikaenda, mwezi wa 5 nikaenda kwa vijana walioko pre-form 5 waliokuwa wanataka kuingia Kerege. Nikaenda nikawafuata, nikawaambia naomba mnisaidie. Kwa wale ambao wanafikiria kwamba wanataka kuchukua masomo ya sayansi peke yake, waje wanisaidie kule Mlingotini kuanzisha shule ya A-level kwenye masomo ya sayansi. Vijana hawa hawakunijibu kitu, wakaniangalia tu usoni na mimi nikaondoka. Lakini nikashtukia baadaye wote waliotaka kwenda sayansi wote waliamua kunifuata kule Mlingotini ili tuanzishe shule ya A-level kule Mlingotini. Na ilikuwa kwenye masomo ya sayansi tu, PCM, PCB na PGM na PGM. Hatukuwa na CBG. Kwa hiyo tukawa na masomo haya matatu, PCM, PCB na PGM. Wakanifuata katika mazingira hatarishi kabisa kielimu, kwa kuwa ndio tunajenga, lakini wakaweka imani kwamba tunachokifanya wanakifahamu na wana imani nacho. Kwa hiyo tukaanza kujenga na huko wanasoma mazingira hatarishi. Darasa lao liko karibu na jengo la ghorofa 5 tunalojenga. Kelele za mashine na watu na kila kitu pale hatarishi. Wakaamua baadaye, hapana, hapa naona hatuelewani. Wakaamua kusogea kwenda mahali ambapo kwa hakika ilikuwa ni kubanana. Walikuwa vijana 120 kwenye masomo ya sayansi tu, tena wazuri kweli. Wakasema tuko hapa na hapa, tuondoki, tunasogea pembeni ili walau tuachane na kelele hapa. Vijana wale walishuhudia jinsi tunavyohangaika mpaka jengo lile likakamilika, na hatimaye wakahamia kwenye jengo hilo na wakamaliza form 6 yao mwaka huu, na mliona matokeo yao. Wote walifaulu division 1 isipokuwa moja, vijana 109. Lakini waliopenda Kerege nao pia wote wakafaulu division 1, wale wa masomo ya commerce
na arts na kadhalika, wakaenda nao pia wote wakafaulu division 1 isipokuwa moja. Hii inaonyesha jinsi imani ilivyokubwa. Kwa hiyo shule ya Mlingotini ikakuwa haraka kwa miaka miwili, sasa ina wanafunzi karibu 1000 katika kipindi cha miaka miwili. Sina mahali pa kuwaweka, tunabanana lakini wanavumilia. Tukimaliza jengo moja la darasa moja tunamwambia iko tayari, ingieni. Ndivyo tunavyokwenda, na wana imani, hawana shida. Naomba wazazi msiwachokoze, kwa sababu pengine nyinyi hamtawaelewa vizuri, wao wanatuelewa. Wakati huu mwaka jana tulipogundua tena kwamba kuna shule ya wasichana ya Marian Girls ina matatizo hasa kwa A level, tukaona turekebishe namna yetu ya kufanya kazi. Kwa hiyo tukaamua kununua shule jirani pale iliyokuwa imefilisika kiwanafunzi. Tukanunua, tukasema tuanzishe shule yetu ya A level ya Marian Girls mahali hapa. Tukaita pale Mother Day. Shule ile sasa hivi katika kipindi cha mwaka moja na nusu ina wanafunzi zaidi ya 600. Zaidi ya 600 sio? Wako zaidi ya wasichana 600 kwenye A level na O level. Sasa hii ni imani ambayo kwa hakika sio ya kawaida. Lakini mmetuamini kiasi hicho, naamini hatutawaangusha. Wakati huo huo tunaendelea kujenga hii shule ya Marian, kuipanua hiyo shule ya Mother Day pamoja na Mlingotini. Na wakati huo tukakuta kuna haja kubwa mahali fulani katika jamii. Tuna chuo chetu kikuu kishiriki hapa. Tumeruka kutoka form 6 mpaka kwenda chuo kikuu. Tukasema hapo katikati kuna kitu kimepungua. Hatuna daraja la cheti na hatuna daraja la diploma. Kwa sasa hivi naomba niwafahamishe kwamba tuko kwenye hatua ya mwisho kabisa ya kusajili chuo chetu kipya kinachoitwa Marian Training Institute. Kama mlipita barabarani mliona kibao tayari iko barabarani, Marian Training Institute, pale kwenye site ya Kitopeni Form 5. Site ile tumeibadilisha, sasa itakuwa inatoa masomo ya diploma na certificate. Tunaanzia na mambo ya accountancy na procurement, wakati tunaendelea na discipline zingine zitakazofuata baada ya muda. Tunategemea chuo kile kitaanzishwa mwaka huu, na baada ya kupata usajili wake rasmi nafikiri siku chache zijazo. Sasa hizi ni juhudi zetu za pamoja, wazazi, wanafunzi na shirika letu la Holy Ghost na kanisa Katoliki, katika kutoa mchango mzuri kwa jamii. Ndio maana nimesema baada ya hapo pengine hamtaniona tena, kwa sababu nina ulazima wa kuondoka, kukamilisha yale yanayopaswa kukamilisha kabla wakaguzi hawajafika kesho kutwa. Ninyi vijana wa form 4, tumewalea baadhi yenu kutoka kindergarten, baadhi yenu kutoka kindergarten mpaka shule ya msingi, sasa mpaka sekondari O level. Inatuumiza tunapogundua kwamba mtoto tuliyemlea toka kindergarten mpaka O level amemaliza, ametoka na division 1, 7 points among the best in the country, halafu tunamkuta kwenye shule jirani kwa A level. Na ukimuuliza kuna nini, anasema mmoja wazazi akaniambia kwa sababu shule yenu haina wasichana. Just as easy, ni tamko rahisi tu. Nilimuuliza, ni mzazi aliyemaliza Kerege. Nikamuuliza kwa nini mtoto hajarudi Marian? Akasema mtoto amesema shule yenu haina wasichana. Na mimi nimekuwa. Nikasema hii aibu ya maneno. Aibu ya maneno.
Kuna wazazi hawana aibu katika maneno Nategemea mtoto tuliyomlea tangu kindergarten mpaka tumekufikisha hapa na tukakufaulisha vizuri, na unafahamu tuna shule nzuri, alafu unapeleka ile akili nzuri tuliyohitaji unaipeleka kwingine, kwa hakika hujatutendea haki. Nafikiri I'm right, Then if I'm right, then please use your common sense and your reasoning and to make sure that you come back to your own school. Ni nyumbani, maanake ni nyumbani. Sasa unaondoka nyumbani kwenu, unakwenda kujenga kwa watu, na tulitegemea uimarishe kwenu. Sasa kwa hakika hii sio haki, utendi haki, tenda haki. Na wasema hii kwa wazazi pia wahusika kama combination yako inaruhusu kwamba na ipo katika shule yetu na unategemea kwamba utafaulu vizuri katika combination hiyo, kwa hakika basi huna sababu ya kutorudi katika shule hii. Sasa karibuni tena, karibuni, tunawajengea mazingira mazuri. Nyie mtakuta walau kila kitu kimekamilika. Wenzenu hawa walioko form 6 sasa hivi na form 5 wanafahamu mazingira walioanza. Walioko form 5 wako zaidi ya 200. Form 5 wako zaidi ya 200, wamepungua kidogo, nafikiri 190 na ngapi? 175. 175. Wamepungua wako 175. Walianza 202. Walianza 202. Wamepungua kwa sababu tofauti. Lakini hawa walioko form 5 sasa hivi wanafahamu walikosa darasa la kusomea. Madarasa yalikuwa hayajakamilika, ghorofa ya 4 huko juu hayajakamilika. Tukawaambia sasa tufanyeje? Jibaneni, wakajibana. Wakahamia, baadaye tukawaambia subirini tena. Baadaye tunawaambia subirini tena. Baadaye hatimaye kidogo labda wana nafuu na haijakamilika. Sasa hivi pre-form 1 hatujui wanakwenda wapi. Mahitaji yamekuwa makubwa, ni kweli, lakini mahitaji kwa sababu nzuri. Kwa maana hii hawa walioko form 5, form 6, waliomaliza form 6, walioko form 6 na hawa walioko form 5 walisoma kwenye mazingira magumu mno, lakini tena wanastarehe kuliko ninavyofikiria. Ninyi mtakuja kwenye mazingira safi kabisa yaliyokamilika, na hakuna sababu ya ninyi kutorudi kwa sababu tumewaandalia kila kitu. Kwa hiyo karibuni na ninyi wazazi na walezi walimu. Baada ya kusema hayo, mgeni rasmi na wazazi pamoja na wanafunzi pamoja na mapadri wenzangu, naomba mnisamehe sana, sina namna isipokuwa kuondoka. Asanteni.